Akizungumza na vyombo vya habari Jumapili, Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa anajadili kuhusu Irani. Akasema kuwa ukweli ni kuwa hivi sasa tumewaacha tuwatazame tu wanachotaka kufanya kipi. Maana yake kuwa wanaenda kufilisika, nchi yao uchumi unaanguka, halafu hawana pesa. Kwa hiyo wacha tuwaangalie tu wanavyoenda kuangamia wenyewe. Unaichukuliaje kauli hii na tafsiri yake? Unajua, ulishakuwa na mtoto au jirani, vyovyote vile, ndugu, vyovyote vile, lakini mtoto asiyesikia, umemkanya vya kumtosha, umemwadhibu vya kutosha, halafu habadiliki, hasikii, halafu mwisho unamuhisi kuwa huyu mtoto amekuwa nunda. Akiwa nunda manake hasikii zaidi. Kwa hiyo baada ya kuwa nunda, kuna kile unasema naisukumia dunia, asiyefunzwa na mamaye. Huyu dunia itamfundisha huyu, nyie mwacheni tu. Kwa hiyo wale watu wapya wakimuona, mbona huyu mtoto yuko hivi? Nyie mwacheni tu. Mimi nimeshaongea, nimechoka. Lakini atakipata anachokitaka. Marekani kafikia kiwango hicho. Yaani Marekani kafikia kumsusia Iran. Trump anazungumza lugha ya huruma. Yaani lugha ya kukata tamaa, lugha ya kupoteza ushawishi, lugha ya kukosa mamlaka. Ni wiki moja nyuma, Jumamosi ile iliyopita, ndio alituambia kuwa alikuwa anakwenda kufanya mashambulizi ambayo hayajawahi kufanyika duniani ndani ya Irani. Wiki moja ile iliyopita. Alafu akatangaza kuwa yale mashambulizi aliamua kuyasitisha kwa sababu aliombwa na Irani wenyewe pamoja na Qatar, pamoja na nchi za Ghuba asifanye hivyo, lakini alikuwa anaenda kuiangamiza Irani. Kwa hiyo aliamua kuheshimu hilo. Ni wiki moja iliyopita. Leo Donald Trump anatuambia kuwa wao wameshachungulia kila kitu na kugundua kuwa Irani inakwenda kudondoka kwa sababu hamna uchumi, hawana maisha, hawana fedha, hawana lolote. Kwa hiyo wanakwenda kuangamia kabisa na hilo. Ni kweli. Tangu mwaka 2018 wakati Donald Trump alivyoiondoa Marekani kwenye makubaliano yale JCPOA, yale makubaliano alivyoiondoa, hii lugha ya kuangusha Irani kwa mfumuko mkubwa wa bei, vikwazo vya kiuchumi, ili kuleta uasi wa ndani ambao kiasi kikubwa niliueleza kwenye maandamano yaliyotokea Januari yakaripotiwa kulikuwa kuna vifo vya watu wengi sana, maandamano yaliyosapotiwa na ulimwengu wa pili, maandamano yaliyoungwa mkono kwa nguvu zote kuwa msaada unakuja. Tulishuhudia maandamano makubwa sana ndani ya Irani ambayo watu wengi pia waliuawa kwenye hayo maandamano. Wakati huo mfumuko wa bei ulikuwa umekwenda juu sana na kudondoka kwa sarafu ya riali ya Irani ilikuwa imeporomoka kabisa kwa kiwango cha hali ya juu. Fedha yao ilikuwa imeporomoka. Kukawa kuna tishio kubwa la ndani ambalo lilianzishwa na wafanyabiashara wa bazar, kwa sababu walikuwa hawawezi kwenda sokoni kununua chochote. Fedha ilikuwa haina utulivu, yani chenji yao na dola ilikuwa haina utulivu. Kwa hiyo unashindwa kuelewa niagize kiasi gani kwa bei gani na nitauza kwa bei gani mpaka pale itapofika, na gharama zitakuwaje. Kwa hiyo wakafanya maandamano kuona kuwa hii hali sio sahihi, ndio kaibuka ile maandamano. Kwa hiyo huu wimbo wa kuanguka uchumi wa Irani kutoka kwa Marekani unaimbwa toka mwaka 2018. Toka mwaka 2018. Jana kulikuwa kuna taarifa moja ambayo imeandikwa sana leo na vyombo vya habari na itajadiliwa sana. Huenda na mimi ukanisikia tena baadaye nimejadili na vyombo vya kimataifa. Kauli iliyotolewa na waziri mkuu wa Israeli kuwa Israeli hawakubaliani na mpango wa vifungu 15 wa usitishaji wa vita kule Gaza. Sasa vyombo vya habari vya magharibi ukiangalia jinsi vimevyoandika, mara hii wamegawana. Kuna wale walisema Israeli imekataa mpango wa Gaza, lakini wengi wameandika kuwa Israeli imekataa vifungu 15 vya Donald Trump. Vifungu 15 vya Donald Trump wamevikataa, hatuvitaki. Hatuwezi kukaa kwenye vifungu hivi. Netanyahu anasema kuwa havitoi jibu la moja kwa moja katika usalama wetu. Nini kimegeuka? Vifungu hivi ambapo kwenye maandalizi yake vilikuwa 21. Wakati mara ya kwanza waziri mkuu anapewa vilikuwa 21. Kwa sababu alipewa baada ya kutoka kwenye mkutano wa UNGA 80 kama mnakumbuka mwaka jana, na Donald Trump katika kile alichosema kuwa
huu ndio mpango bora kabisa ambao umeandaliwa na Marekani kwa kumaliza mzozo wa Gaza. Waziri Mkuu wa Israeli kutoka kuihakikishia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa wao hawawezi kustop na vita ya Gaza, anabadili kauli ndani ya saa 24. Nililizungumza hili wakati huo, kwa wale walikuwa wakinifuatilia, nilizungumza hilo wakati huo, nikauliza kwa nini Waziri Mkuu wa Israel ambaye katoka kuhutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa chini ya saa 24 anakutana na mkataba ambao umeandaliwa na Marekani, anapewa huu ndio mpango wa Marekani wa usitishaji wa vita, bila kuuliza watu wake wa usalama, bila kuomba ushauri, bila chochote, tofauti na mambo mengine ambayo Israel mara kadhaa wanasema kuwa tunarudisha kwenye baraza la mawaziri, wanajadili. Na haya tunayaona mambo mengi. Hata hili swala la juzi kabla ya kwenda kwenye ziara yake, alikaa na baraza la mawaziri akajadili kuruhusu vikosi vya kimataifa viingie Gaza. Alikaa na baraza la mawaziri la Israel wakajadili hilo swala, lakini mara ile anapewa na Donald Trump kuwa hii hapa chukua. Hakujadiliana na baraza la mawaziri, hakujadiliana na nani. Akasema sisi tumeupokea kama ulivyo na tunakubaliana nao kwa vifungu vyote. Hamas walivyouchungulia wakasema ngoja tuupitie tuone nini kilichoandikwa na kipi hakipo. Israeli wakatoa tamko wakasema kuwa wewe, ombi lolote la marekebisho kwenye kifungu chochote katika hiki, sisi tunatafsiri kuwa umeukataa mkataba mzima na tunaendelea na vita. Nini? Qatar, Saudi Arabia, Egypt, wote wakawasukuma Hamas, kubalini, hamna chaguo jingine, kubalini. Ikasifiwa sana na rais wa Misri kuwa haya ndio makubaliano ambayo yalikuwa yanatafutwa. Wakayasifia Waarabu, Hamas wakajaa, wakasema it's okay, tutaenda na hiyo. Sasa nakukumbusha kuwa haya makubaliano ambayo waziri mkuu wa Israel anatangaza kuwa nchi yake haiwezi kuyafata, ndiyo makubaliano ambayo yeye aliyakubali akiwa na Donald Trump, na akasema kuwa marekebisho yoyote ya kifungu chochote kwa Hamas itazamika wameyakataa. Ndio haya ambayo yeye anatangaza kuwa hawayataki na hawayatambui, hawawezi kutekeleza. Hawatekelezi lipi? Nimelizungumza toka wiki jana. Katika haya makubaliano ni yale kuwa Hamas wataweka silaha chini. Yani Hamas wao wanasema kuwa sisi tutaweka silaha chini. Israel wanasema no, sisi hatutaki huo mpango. Ni kwa sababu gani? Ukitaka kuzielewa hadithi nyingi za haya yanayoendelea, ni lazima uwe umetulia sana, umekaa pale Mashariki ya Kati na umetulia na akili imetulia. Kaka yangu Faisal Awadh, siku mbili nilikuwa naongea naye, tunajadili, akaniambia Rahbi, Bwana Trump hivi sasa mfano wake ni mfano wa shekhe ambaye muda wote alikuwa anafunga lemba, na wafuasi wake wengi waliamini kuwa kwa sababu tu ya nafasi yake ya ushekhe ndio maana huwa anavaa lile lemba, yani kwa sababu unahisi lile kilemba muda wote akitoki kichwani. Sasa bahati mbaya upepo umepuliza kile kilemba chake na kuonyesha ana kipara kikubwa sana ambacho kinang'aa. Kipara sio dhambi, wala kipara sio wala sio ugonjwa, wala sio chochote. Yani nakusudia kuwa yeye alikuwa akivaa lemba lake sio kwa sababu ya ushehe wake, alikuwa anavaa kwa sababu ya kuzuia watu wasione kile. Sasa hivi sasa watu wote wanaona, anasema ndio mfano wa Trump kuwa alikuwa kajificha sana kwenye ukubwa na nguvu ya Marekani na uwezo wa Marekani. Lakini leo hii Trump anaongea kinyonge sana kusema kuwa sasa tutawafanya nini? Sisi tunawaangalia tu, wacha waangamie vile, watajua wenyewe, dunia itawafunza wenyewe. Ni kweli kuwa Trump amekuwa hivi? Yani Trump amekuwa mnyonge na dhalili kiasi hiki mbele ya Irani mpaka kusema kuwa tunawatazama tu Irani wanachotaka kufanya, sisi tutajua huko baadaye wanafanya nini? Kwa nini waziri mkuu anasema kuwa hatuko kwenye haya makubaliano na hatuyataki haya makubaliano wiki mbili kutoka kwenye ziara yake ya Donald Trump Marekani, wakati vyombo vya habari vimetangaza kuwa ushirikiano wa Israel na Marekani unakusudia kufanya mashambulizi ambayo hayajawahi kutokea? Hamkuisikia hii kauli siku 10 ngapi zilizopita huko nyuma? Tulizungumza, tulijadili. Nikamwambia kuna kipi ambacho Marekani wamekipeleka kwa Irani kuwa kiwatishi? Wataona kawaida tu. Si ndio walituambia hivyo? Leo hii kwa nini wanaparaganyika? Yani huyu anazungumza kauli tofauti na bosi wake na huyu anazungumza kauli nyingine tofauti na huyu. Unajua nini kimetokea? Ukipata muda nenda kafungue jarida la Wall Street Journal. Nenda kasome, lipia tu kwa sababu ni jarida la kulipia. Habari zake utazipata kwa kulipia. Kwenye Wall Street Journal imeandika
ikiwanukuu baadhi ya maafisa ambao walipo karibu zaidi na Donald Trump. Wanasema kuwa Donald Trump amewaambia kuwa ikiwa Irani watakubaliana kufungua mfereji wa Hormuz wakauacha bila fee, yani bila kuchukua ada yoyote, uwe kama mwanzo ulivyokuwa, basi Marekani anasema, yani Donald Trump anasema kuwa ataiondoa Marekani kwenye vita hata bila kujadili nyuklia au makombora. Yani hata kama hawatofikia makubaliano ya nyuklia na makombora, Donald Trump yuko tayari kuiondoa Marekani kwenye mzozo huu ikiwa tu Irani watakubali kufungua mfereji wa Hormuz uwe kama ulivyokuwa awali. Kauli hii unaisikia kutoka kwangu ambaye nimesoma kwenye Wall Street Journal. Huwezi kuniambia Israeli wameisikia lini na umeipata lini, na waziri mkuu kaisikia lini kwa wakati gani? Unataka kunipa safari nzima, ziara ya Netanyahu kutoka Israeli kwenda Marekani, na manake ile kuketi kuzungumza kati ya Trump na waziri mkuu wa Israeli, vyombo vya habari vinataja kuwa walizungumza kwa dakika 90. Dakika 90, yani saa 1.5 walizungumza, yani ndani ya saa 1.5. Kwanza walioyazungumza yalikuwa siri, hayajaripotiwa na vyombo vya habari, hayajatoka nje tujue walijadili kipi. Kwa hiyo kwanza walioyajadili yalikuwa ni siri, hawakutaka kuyatoa. Lakini baada ya mazungumzo yao siku 2 ndio tukasikia wanataka kwenda kushambulia Irani. Waziri mkuu wakati anatoka Israeli alisema tunaenda kujadili zaidi kuhusu Irani. Alienda kumwambia nini Donald Trump kuhusu Irani? Kwa nini Donald Trump toka waziri mkuu wa Israeli ameondoka ndani ya Marekani mpaka leo Marekani imefanya shambulizi moja tu la wiki ile? Manake wiki iliyopita hii yote Marekani hajafanya shambulizi lolote ndani ya Iran. Wiki ile iliyomalizika Jumatano ile Marekani alifanya shambulizi kulipa kisasi baada ya Iran kufanya mashambulizi kwenye kambi za kijeshi za Marekani za Jordan na Kuwait, wakati waziri mkuu wa Israeli akiwa Marekani. Marekani walienda kulipa kisasi, wakasema tumeshambulia, na wakatangaza kuwa stop, tumeishia hapo, tumeishalipa kisasi. Kutoka hapo tumesikia taarifa mbalimbali za meli za kimataifa kushambuliwa katika ahadi ya Donald Trump kuwa kila meli itayoguswa Irani itajibu kwa daraja au power plant ya umeme itajibu. Zaidi ya siku 10 Marekani hajafanya shambulizi lolote ndani ya Irani. Trump anakuja kuzungumza kauli kuwa basi tunawaacha tu. Tunawafanya nini sasa? Wacha tuangalie tu tuone kama wanavyoanguka. Hawana hela, wameshafilisika, sijui ni nini. Yani kwenye ile Waswahili wanasema maneno ya mkosaji. Yani unaweza kusema kuwa ile maneno ya mkosaji. Yani sasa najiuliza mara kadhaa kuwa hapa wamefikaje? Yani Trump kafikaje kuwa dhalili kiwango hiki? Sasa wakati Wall Street Journal wanaandika hayo, kitu kimoja ambacho huwa nazungumza na wewe, yani kabla ya kunibishia tu unaenda pale niliposema nimechukua hili andiko, unaenda unalisoma na wewe, alafu unalileta hapa unasema kwa Rabi muongo. Vizuri, nimeshakwambia kwenye Wall Street Journal inaandika kuwa Trump yuko tayari kujiondoa kwenye vita ya Irani bila makubaliano ya nyuklia. Bila makubaliano ya nyuklia. Mpango wa nyuklia wa Irani una athari kwa nani? Kwa Marekani au kwa nani? Israeli. Hii kauli anaipata waziri mkuu wa Israeli. Wakati huo anapata mashinikizo kama matatu kutoka kwa Marekani. Hakuna kuanzisha vita Gaza, na tunataka makubaliano ya Gaza yafikiwe. Sawa, vikosi vya taifa viende, kwa sababu Marekani naye anapewa pressure na Waarabu kuwa bwana, wewe ndio ulikuwa dhamana, tuliyakataa haya makubaliano, ukasema tuwashinikize Hamas. Sasa sisi tumewashinikiza Hamas upande wetu, tumetimiza ya kwetu. Wewe upande wako wa Israeli ndio unatakiwa umshinikize Israel ili tufikie makubaliano, kwa sababu kuna nchi bado zinapata pressure raia wake wa ndani kuhusu kinachoendelea Gaza. Usione kuwa hawawezi kuongea, lakini inapata pressure kubwa, ikiwemo Saudi Arabia na nchi zingine za Kiarabu zinapata pressure ambazo zinaiunga mkono Marekani, zinapata pressure kubwa kwa ajili ya hili kuwa kwa nini iko hivyo? Sasa sisi tumetimiza ya kwetu. Hao Waarabu wanamwambia Donald Trump, tunataka umshinikize waziri mkuu. Sasa waziri mkuu anakutana na shinikizo kutoendelea zaidi Gaza, halafu tunataka vikosi viondoke Lebanoni. Wiki jana unaona kuwa kilichotokea. Hayo ya kutokea kwa sababu kabla ya wiki moja kuona makubaliano kwa vikosi vya Israel vinaanza kutoka Lebanoni na vikosi vya kimataifa vya Lebanoni vinaanza kushika nafasi. Kwa yale mazungumzo yalikuwa yanaendelea kule, kwa sababu kulikuwa kuna hope ya matumaini kuwa waziri mkuu wa Israel akienda Marekani, Trump ataunga mkono kile alichoenda nacho, alafu watarudi waendelee na operesheni zao ili waungane pamoja. Lakini Trump kayadump yote aliyowapeleka Netanyahu, kayakataa. Netanyahu anakuja kufanya nini sasa? Na mimi nimkomoe. Juzi wamezungumza kuwa hatuondoki Lebanoni. Licha ya kuwa mazungumzo yanaendelea, hatuondoki Lebanoni. Sasa swala la Gaza, hatuondoki Gaza. Wakati huo Trump alikuwa amewashinikiza kuhusu Syria, lazima muondoke Syria. Waziri mkuu anakabiliwa na uchaguzi mgumu kabisa katika historia. Washirika wake wa mrengo wa kulia wanamwambia kuwa kujiondoa Gaza ni mwiko,
hatutoungana na wewe kwenye serikali ijayo, wakati ana ndoto za kuwa huenda ikatokea maajabu yoyote akapata muungano wowote akaja kutawala tena akawa waziri mkuu kwa lolote, licha ya kuwa kura za maoni zinamkatalia. Lakini wale ambao anawategemea sana kuwa atakuwa nao tena kwenye awamu ijayo au kwenye utawala ujao au kwenye ufalme ujao, ndio hawa ambao wanamshinikiza kuwa usitoke Gaza. Sasa aendelee kusaliti. Trump kamsaliti, wamesalitiana. Hao washirika wake ndio waliobaki kuwa kama ni backup yake ya pembeni, licha ya kuwa hafikishwi wabunge wa kutosha, lakini anatakiwa aendelee kuisambaza timu yake, yani kuzidi kuivuruga timu yake. Kwa hiyo wale wanampa shinikizo, wanakuambia hakuna kuondoka Gaza, kwa sababu sera yetu sisi ya right wing ni kuwa Palestina haitokuja kuwa taifa. Ishara ya wewe kuondoka maana yake kuwa unatoa njia, yani unaruhusu siku zijazo liwepo taifa linaitwa la Palestina. Maana yake kuwa alisaini makubaliano na Donald Trump ya maigizo kuwa tutakuwa na usitishaji, kutakuwa na hatua hizi na hatua hizi. Yote yalikuwa ni makubaliano ya maigizo, kwa sababu walifahamu kabisa kuwa hatuwezi kufika huko mwisho, sisi tutaendelea na hivi vitu na tutavivuruga. Ni huku kuwa inaonyesha kuna shinikizo kubwa linapelekwa kwa Trump ili kujaribu kuclear baadhi ya vitu, yani dhamana inapotea. Wakati Trump anapojaribu kuwalazimisha Waarabu, nendeni mkazungumze na Irani, kitu kikubwa anachowaambia tu kuwa boss huyo aliyowatuma haaminiki. Sasa wao wanapomwambia Trump kuwa bana, huyu anatukatalia kwa sababu wewe huaminiki na hautimizi ahadi zako. Sijatimiza lipi? Anzia haya yaliyoanza mwanzo, likiwemo la Gaza, anza kutimiza. Kwa hiyo Trump anajikuta yuko katikati, ajui, yani ukitazama ni kuwa Trump haelewi anatakiwa kwenda wapi. Waziri mkuu wa Israeli amenasa katikati ya Trump kulia na kushoto, mawaziri wake wa mrengo wa kulia na serikali yake ya mrengo wa kulia. Mbele anakutana na kadhia zake na kashfa na kesi zilizo mahakamani ambazo zinamkabili, hajui aende wapi. Kwa hiyo unaposikia kauli ya waziri mkuu anasema kuwa mpango wa Trump hatuutaki, ndani yake kuna mavitu mengi yamejaa, yani madudu kibao yamo kuwa ni lazima yakatae kwa vyovyote vile. Hawezi kujipeleka machinjoni yeye mwenyewe akalala ajichinje, haiwezekani. Kwa hiyo vita ya Trump na Netanyahu imewasha taa ya kijani kwa sasa, kwa sababu Trump hapendi kubishiwa hadharani, na unafahamu nisha kueleza vitu vingi sana kuwahusu hao wawili. Ni kama kila mmoja anamuinda mwenzake, nani atamla kichwa mwenzake hatujui, lolote linaweza kutokea. Ni washukuru sana na asanteni, shukran sana, kila la kheri. Mara nyingine tena tutakutana tuzungumze inshallah.